Israel inasema kwamba inachukua tahadhari nzito kutokana na mashambulizi yanayoweza kutokea wakati wowote dhidi ya taifa lao kutoka nchini Iran. Kana na mashambulizi waliofanya siku ya Ijumaa, mashambulizi ambayo yalilenga maeneo kadhaa kama operation ilivyoelezwa, ni mashambulizi ambayo yaliwaua baadhi ya viongozi wa kijeshi wakiwemo viongozi wa IRGC akiwemo Meja Jenerali Hussein Salami na makomando wengine. Sasa Israel ipo katika tahadhari kubwa kuhakikisha kwamba inajilinda dhidi ya mashambulizi yanayoweza kutokea wakati wowote. Taarifa zilizopokelewa kuhusu mashambulizi mengine katika maeneo mbalimbali ya nchi kama vile maeneo ya Hamadan na Natanz, lakini pia na maeneo ya safu yenye vinu vya nyuklia na maeneo mengi nchini Israel. Taarifa sasa kutoka Israel ni kwamba tahadhari ipo juu sana ndani ya taifa hilo. Waziri wa ulinzi nchini Israel Bwana Israel Katz amesema kuwa kufuatia shambulizi hilo la Israel dhidi ya Iran, Wayahudi wanachukua tahadhari kubwa ya kiusalama na waziri huyo ametangaza kwamba hali ya tahadhari ya kiusalama imetangazwa katika maeneo yote nchini Israel. Wakati huu wanaamini wakati wowote Iran itafanya mashambulizi mazito, na wakati huu wanaamini kwamba mashambulizi haya yataleta athari kubwa, na hivyo wamejiandaa kuyapokea mashambulizi haya. Katz alionya kuwa kuna matarajio kuwa Iran itajibu mashambulizi hayo kwa kutumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Israel wakati wowote kutokana na shambulizi hili ambalo wakati huu wapo katika hali ya kujitathmini namna watakavyoweza kufanya mashambulizi yao. Ikumbukwe tayari Israel wameshafanya tathmini siku nyingi namna watakavyoshambulia Iran, kwani walikuwa na mpango wa kulipiza kisasi katika siku za hivi karibuni baada ya shambulizi la Oktoba 26 mwaka 2024, baada ya shambulizi lao la Oktoba mosi ambalo zaidi ya makombora 200 yalishambulia Israel. Na hivyo wakati huu Israel inaamini kwamba imejifunza na imepata somo kubwa juu ya mashambulizi ambayo yalifanyika mwaka uliopita, na hivyo wakati wowote wanajiandaa na mashambulizi yenye uwezekano mkubwa kutoka nchini Iran. Iran wakati huu inafura kutokana na hasira ya kuuawa kwa viongozi wao, anasema waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz. Lakini pia Bwana Katz anasema tayari wameharibu mzizi wa fitna ndani ya Israel, na hivyo wao wapo tayari kupokea majibu kutokana na mashambulizi ambayo wameyafanya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu kupitia The World News.